6 siku ya 7 akapumzika. Sasa unaweza kaamua kama sisi tunapumzika, pumziko kuu ikawa siku ya Bwana ni siku hii ya ibada ambayo ni Jumapili, kwa sababu Yesu alifufuka siku ya Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Mmenielewa watumishi? Halafu pia Roho Mtakatifu alishuka siku kama hii ambayo ilikuwa ni siku ya 50 yake kutoka wakati amefufuka. Lakini pia kanisa lililoachwa na Yesu mwenyewe, kusanyiko lake kuu lilikuwa ni siku ya Jumapili. Na ndio maana tunaiadhimisha sana siku hii, ikiwa ni siku ya familia. Ni siku ambapo inatakiwa iwe ni ya Bwana toka asubuhi mpaka jioni. Lakini huwa tunavimida, unaweza kukimbia mara moja ukarudi tena ukaendelea, kwa sababu ni siku ya Bwana. Bwana akakuachia siku 6 zote, unakwenda huko, unafanya mambo yako, na siku fulani tu tumepanga unakuja labda kwa saa 1:30 tena kuweka mambo vizuri. Yaani kuweka kuwa na mikakati, kwa sababu tukishakuwa wengi mambo yanakuwa mengi, matatizo ni mengi, namna kushughulikia mambo na kupanga mipango, na ndio maana lazima ziwepo idara. Shangilia Bwana Yesu wako. Asema ikumbuke siku ya Sabato uitakase, yaani itenge iwe maalum kuliko siku zingine zote. Hilo ndio msingi wako wa kufanikiwa katika maisha yako. Kama utampenda Mungu wako, maana yake utamwabudu, utakuwa na muda mrefu wa kutafakari juu yake, na hata kushukuru tu, hata kusema juu ya jinsi ambavyo Bwana amekuwezesha ukawa na maisha, na hata kushukuru tu kwamba Bwana amekupa uhai. Kwa hiyo unaitakasa, unaitenga. Sio siku ya kuzungumza sana na wanadamu, ni siku ya kuzungumza sana na Mungu. Mbona umezungumza na wanadamu toka Jumatatu mpaka Jumamosi? Lakini pamoja na kwamba unaweza ukaja kwa saa 1:30 katika ibada za jioni. Kwa hiyo hii ikumbuke siku ya Sabato itakase. Walipewa ni amri, ni agizo ambalo linatakiwa waweze kulitekeleza. Lakini pia hapo siku 6 anafafanua, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ambayo ni Sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala wana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa. Yaani usimfungie joki akaanza kulima siku hiyo. Yaani hata mnyama wako aiheshimu hiyo siku. Hata kama ulikuwa unaweza ukamfunga akalima kwa joki, kwa kutumia jembe la kukokotwa, basi asifanye kazi. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako asienda kaonekana kwenye kilimo. Kuna vikazi ambavyo vidogo hivi, lakini unakuta kwamba kazi zile nzito asiweze kufanya. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, akaitenga, akaifanya maalum, akaifanya ni siku ambapo ya kupokea sifa na utukufu kutoka kwa wanadamu walio sura yake na mfano wake. Kwa hiyo hiyo ni amri ambayo ni ya 3 na mafafanuzi yake. Amri ya 4, waheshimu baba yako na mama yako. Si ndio? Waheshimu baba yako na mama yako. Ya kwanza, amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kukaingia mafafanuzi. Ya pili, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Ya tatu, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Si ndio? Ya 4, ya kwamba waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo hizo 4 ndio ukizitekeleza vizuri, utampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Ukimpenda Mungu utamwabudu Mungu.
Ukimpenda Mungu hutataka adharauliwe, hutataja bure jina lake. Lakini ukimpenda Mungu utamtumikia yeye na kumwabudu yeye, na utaheshimu siku za ibada mlizojipangia, alafu Mungu mkampa ratiba na mkamkaribisha, na yeye akahusika kuandika ratiba zenu. Lakini ukienda kinyume, hapo unajikosesha wewe mwenyewe. Kwa hiyo hizo 4 ndio zinashikiliwa na ile amri kuu ya kwanza. Mshangilie basi Bwana Yesu hapo. Lakini amri ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako, ndio ile inaanza sasa. Ya 5, usiue. Kama unampenda jirani yako hutamuua kiroho wala kimwili. Usizini, hutazini. Yaani maana yake ni kwamba hutaweza kuabudu miungu mingine. Zina ya kiroho maana yake ni kwamba ni kuabudu miungu mingine. Ukiabudu miungu mingine, hapo mbele za Mungu ni zinaa ya kiroho. Lakini kuna matendo pia ya mwili ya uovu, usifanye hivyo. Haya, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 5, usiue. Hebu sema usiue, ni amri ya 5. Haya, usizini. Haya, usiibe. Ni ngapi hiyo? Ya 5 usiue, ya 6 usizini, ya 7 usiibe, ya 8 usimshuhudie jirani yako uongo, si ndio? Alafu ya 9 usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi, wala ng'ombe, wala punda, wala chochote usitamani. Haya, sasa ukiendelea huku unaendelea, halafu utaona tena hapo ni kama zinataka kuingiliana na ile ya 10 ambayo ni ya mwisho. Sasa tuseme kwamba amri 6 kuanzia ile usiue mpaka ile ya mwisho, hizo ni kwa kumpenda jirani. Ukimpenda kama nafsi yako, hutamfanyia hayo, hutatamani mali yake, utakuwa na wivu, utakuwa ni mtu ambaye unayeweza kufurahia mafanikio ya mwenzako. Kwa hiyo tunaona hiyo ni amri kuu tuliyopewa. Lakini hizi amri zimewekwa kimuhtasari kwamba badala ya 10 zinakuwa 2. Yesu aliweza kuzisamaraizi kwa sentensi 2 tu: kumpenda Mungu kwa akili zako zote, kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, hata kwa nafsi yako. Lakini kumpenda jirani yako kama nafsi yako inamalizia zile ambazo ziko hapo. Sasa Mungu ametupa majukumu makubwa 3 kabisa, majukumu makubwa 3 aliyotupatia. Moja, wajibu mkuu. Ametupa wajibu mkuu kulingana na Mwanzo 1:28. Wajibu mkuu kwamba zaeni mkaongezeke, halafu mkatawale ndege wangani, mkatawale wanyama, mkatawale hata na samaki, mmiliki. Hebu mmoja tusomee Mwanzo 1:28, maana hili ni agizo ambalo lilikuwa mwanzoni, wakati Adamu hata hajaanguka, mwanzoni kabisa. Kuna baraka ambayo alitamkiwa Adamu. Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Soma. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Hii ni baraka, lakini ndio wajibu mkuu ndani yake.
Uwezo ukabarikiwa tu hivi hivi, lakini aliitoa hiyo baraka. Wakifanya anayoyaagiza, baraka hizi zitakuwa juu yao. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Ni kuzaa kiroho, kimwili, kiuchumi. Hiyo ni baraka ya uzao, hata katika mazao, hata katika mifugo, kibiolojia pia. Mkaijaze nchi na kuitisha. Kuna eneo la kuitisha, kutiisha kitu chochote chini yako. Ukiwa wewe na mamlaka, mkatawale na kutawala vitu vyote, kuvisimamia vizuri. Lakini unatawala, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai, kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hapa inatakiwa kutawala, maana yake na kumiliki kumo. Kwa hiyo inatakiwa umiliki, unatakiwa utiishe, umiliki, unatakiwa utawale. Huo ni wajibu mkuu tuliopewa mwanzoni. Tutawale vitu visitutawale. Shamba lisikutawale, mazingira yasikutawale. Siku moja nimekaa nasema mimi chochote kile ambacho sitaki kinitawale, utaniona ninakiokota na kipeleka mahali pake. Utaniona tu. Kama naona kuna karatasi hapa, alafu watu wanaangalia, macho yanaangalia yote, yani karatasi imewatawala. Alafu hivi naangalia, hata mashemasi hawaoni hiki kitu. Nitakiokota, sababu mimi nimekiona. Mimi sitaki kinitawale. Mimi uchafu hauwezi kunitawala. Umenielewa? Sinia haliwezi kunitawala. Sinia likaende kukaa juu ya kitanda hapo ni kituko. Nitalipeleka kwenye kabati au kwenye mahali pake. Yaani kitu cha jikoni na kikuta kiko sebuleni, labda kwa sababu ya chakula. Lakini kikitoka pale na kipanga, hapo hakija kutawala. Au kita mazingira, hata watu wengine, maua yamekutawala, yanajizagalia yenyewe kama yanavyotaka. Nitayaslash kabisa, nitayakata. Tambuita hata mtu nitagaramikia, alete ayapuruni, ayaweke vizuri. Sasa vizuri kutawaliwa na shamba, siwezi nikatawaliwa na mazingira. Sasa hayo yote ndio wajibu tuliopewa wa kwanza. Lakini jambo lingine ambalo la pili, tuopewa mambo makuu matatu. Ni agizo, ni amri kuu. Mepewa amri kuu. Angalia sana hii amri. Huwezi ukafanya chochote, huwezi ukamtumikia Mungu kwa kina bila upendo. Huwezi ukajitoa kwenye kitu bila kukipenda. Yaani Mungu alitupenda, ndio maana kamtoa mwanake wa pekee. Kwa jinsi hiyo, yaani hapa mahusiano na Mungu, mahusiano na mazingira yako, mahusiano na katika familia, mahusiano kanisani, mahusiano katika jamii, hayataenda bila neno kuu, upendo. Upendo mwanzoni niliweza kulitafiti, kusoma na vitabu vingine, nikawa nimefikia neno upendo lilivyotamkwa kwenye Biblia. Nikafikia maneno hayo yakawa yamerudia mara 258. Mara 258. Lakini nikaendelea tena kusoma. Ukijumlisha upendo, maana humo kuna upendo wa agape, kuna upendo wa wanafamilia, upendo wa ndugu. Ukiyajumlisha yote, acha upendo wa agape peke yake. Uchukue sasa upendo toka mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia. Upendo, neno upendo limerudiwa mara 567. Hiki sio kitu cha kawaida. Mara 567. Andika hapo. Neno upendo limerudiwa mara 567. Mungu kakazia kweli. Na kama mwaka mmoja una siku 365 na robo, basi upendo limezidi neno usiogope. Neno usiogope kila siku, usiogope limerudiwa mara 365. Unaachiwa tu robo siku katika mwaka mfupi. Na kama ni mwaka mrefu unaachiwa siku moja.
Lakini neno upendo mara 567, neno imani mara 558. Imani kutoka mwanzo wa Biblia mpaka mwisho. Neno imani limerudiwa mara 558. Neno maombi limerudiwa mara 500. Lakini neno utoaji mara 2350. Sasa ndugu zangu, yani kuna mambo ambayo inatakiwa tuwe makini. So Mungu hawezi kurudia tu bila sababu, anakazia. Hata majina mengine unakuta, mimi nilikuwa natafuta hata jina la Yerusalemu limerudiwa mara ngapi? Zaidi ya mara 800. Jina tu Yerusalemu ndani ya Biblia karudia, kakazia kweli mara 800. Jina Daudi ndani ya Biblia, huyu alimpenda kweli na huyu Daudi alikuwa msomaji sana wa moyo wa Mungu. Alitaka kuupendeza sana moyo wa Mungu. Achukulia upendo wa kuupendeza moyo wa Mungu, kumpendeza Mungu. Mungu anataka nini? Akausoma moyo wa Mungu. Na Mungu akamwandika Daudi mara 1120. Yaani hili jina tu linatamkwa Daudi mara 1120. Kwa Mungu sio wa kawaida. Jina Israeli, ukiliangalia jina Israeli mara 2365. Jina Israeli kakazia kweli 2365. Sasa muda usingetosha ni kuletea habari za majina, habari za maneno yalivyorudia. Hata jina Yehova jinsi lilivyorudiwa, jina Mungu lilivyorudiwa. Mungu kakazia. Kuna uvumilivu umerudiwa mara ngapi? Tumaini limerudiwa mara ngapi? Amani imerudiwa mara ngapi? Sasa leo nataka tuhusike na upendo mkuu kutoka katika amri kuu, upendo wa Mungu. Kweli Mungu amemimina sana, amemimina pendo lake ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, na sisi ni zamu yetu kujimimina kwake, kumpenda Mungu kwa kujimimina ndani. Sasa tunaona kwamba majukumu ya aina 3, kwamba ni wajibu mkuu na amri kuu na agizo kuu, kuhakikisha kwamba tunaonyesha uhai wa kumtumikia Mungu. Tunapeleka habari zake kwa watu wengine. Tunaenenda kama jinsi alivyosema kwamba geuzeni mataifa yawe wanafunzi wangu. Hakikishini ya kwamba mataifa yote, hata kama utabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini wajifunze, muwafundishe, wayashike yote. Kazi kumfundisha mtu mpaka na yashika yote na anatembea nayo, ili baraka hizi zilizotamkwa ziweze kufanya kazi. Sasa haya ni mambo ambayo inatakiwa uwe nayo makini sana. Umeumbwa na kusudi na kwa kusudi. Andika hapo, umeumbwa na kusudi. Umeumbwa na kusudi. Kusudi la Mungu limekuumba, lakini umeumbwa ukiwa na kusudi. Umeumbwa na kusudi, lakini pia umeumbwa kwa kusudi. Sijui kama utanielewa hapo. Umeumbwa na kusudi, yaani wewe hukutokea duniani bila Mungu kuweka kusudi ndani yako, lakini pia na yeye amekuumba kwa kusudi fulani umtimizie mambo yake. Kuna mambo yatakuhusu wewe, na ili kusudi ifike sehemu uwe na furaha timilifu. Anapenda sana amuone mwanae anamwabudu kwa hiari, anaona baraka, alafu anajionea fahari. Yeye afike sehemu yani afurahie kuumbwa, kuwa hai. Wangapi ambao walikuwa kwenye eneo la mbio za kutaka kuonekana duniani, lakini Bwana aliwapishia mbali kupitia kwa wazazi wako tu. Wewe ukateuliwa kati ya watu walio wengi. Wewe ukateuliwa hapo, ukapandwa hapo. Shule ikaanzia kwa wazazi wako, halafu mazingira yako, halafu shule za kawaida,
halafu kanisa na watu wote ambao unaokutana nao wanakuwa shule kwako, unajifunza kwao ili kuja kukusaidia utimize kusudi alilokuletea Mungu duniani. Hutaliweza kusudi la Mungu ukiwa wewe peke yako, ukajitegemea wewe peke yako. Kuna watu waliopo wana vitu vyako hapo. Kwa nini uwekwe kati ya watu wengi namna hii? Kwa nini uwekwe kati ya watu hao? Kuna vitu walivyo navyo kuwasikiliza vizuri, aliye mdogo hata aliye mkubwa na walio saizi yako. Kuna vitu walivyo navyo, ndio maana bado umewekwa karibu nao. Lakini kama isingepasa uweze kuwepo, yani maana yake kama hakuna jambo lolote la maana ambalo lingeweza kusaidia ili kusudi baadaye ikusaidie kutimiza ile kusudi, isinge kuwepo ruhusa ya wewe kuwepo hapo, ungeweza kutolewa. Kama ndugu yetu hapa alienda, amejifunza, halafu kapelekwa, halafu atajifunza, halafu atarudi, tunaendelea. Mshangilie Bwana Yesu. Na ndivyo inavyokuwa unapowekwa kati ya watu kwenye familia. Kuna watu ambao hapo kuna vitu vilivyo ndani yao ambavyo vinakupasa wewe uvielewe. Kwa nini uwekwe ndani ya mchungaji, yani chini ya mchungaji fulani? Kuna vitu alivyonavyo mchungaji ambavyo inatakiwa uvielewe vikusaidie kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa nini wewe uwepo chini ya mchungaji? Kuna vitu fulani mchungaji anazidi kujifunza pia kupitia wewe, na kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu amekuwa akikutumia. Yaani wewe una faida na mimi nina faida, wote tuna faida. Bwana asifiwe sana. Kwa jinsi hiyo, yani hiki ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Uliumbwa kwa kusudi. Zaburi 139 mstari wa 13 na mstari wa 14. Yani uliumbwa na kusudi, lakini pia uliumbwa kwa kusudi. Uliumbwa na kusudi. Zaburi 139 mstari wa 14, mstari wa 13 14. Lakini tunaweza tukasoma na mstari ule wa mpaka wa 16. Hebu tusome hiyo Zaburi 139 mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Lakini dhumuni letu 13 na 14. Mstari wa 13, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikustirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Kwa hiyo inaonyesha kabisa, ukisoma hii mistari kuanzia 13 hadi mstari wa 16 Zaburi ya 139, utaona kwamba umeumbwa na kusudi. Hajakuleta tu duniani hapa. Mstari wa 16 unasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika kuwa mwanadamu. Yani tayari wewe macho yako yameniona. Alafu chuoni mwako kuna chuo cha mipango, kitabu cha chuo cha mipango kwa wanadamu mbele za Mungu, kilichoandika siku zako za kukaa duniani, miaka yako ya kuishi duniani. Na huwezi ukaandikiwa miaka ya kukaa duniani bila kitu cha kutimiza. Mungu hawezi kukufanya kuwa mzururaji tu duniani, lakini atakuwa amekuweka kwa ajili ya kitu fulani. Anakiweka kile kitu kama ajenda yako kuu ya kutimiza au kusudi kuu. Halafu anaona kabisa ni siku ngapi zinazohitajika, utakuwa kwa muda gani, utaweza kuwa na ufahamu wa kufahamu kusudi lako la kuletwa duniani kipindi gani, na utaanza kuhusika kulitendea kazi kwa kipindi gani, na atakupitisha katika shule gani, atakupitisha kwa watu wangapi, atakupitisha katika walimu gani. Basi hayo yote Mungu anakuwa anayaandika katika kitabu hicho. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu. Yani umeniumba maisha yangu, hatima yangu, mtima wangu. Yani uliyeniumba kwa ndani,
uliniunga tumboni mwa mama yangu kaniunga. Haya, na mifupa ikakaa sawasawa na mishipa. Uliniunga ndani ya tumbo la mama yangu kaniunga, nikawa mtu, ukanipa na sura. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa na kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Halafu matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Nikitafakari sana, nafsi yangu inajua sana. Kwa hiyo unakuta haya ni mambo ambayo yaliyokuwa yamefanyika ndani ya tumbo la mama yako, ndani ya tumbo la mama yangu. Mifupa yangu haikustirika kwako. Unajua mifupa yangu, hata idadi ya mifupa, jinsi ulivyoniumba kwa siri, mifupa inaendelea kukua tu, yani bila mtu kuelewa, mpaka nakuja wakati ulioamriwa ninatoka. Kwa hiyo unakuta tuliumbwa na kusudi katika maisha yetu, lakini tumeumbwa kwa kusudi fulani. Efeso 2 mstari wa 10. Efeso 2 mstari wa 10. Tumeumbwa kwa kusudi. Tuliumbwa na kusudi la jambo la kutekeleza, lakini pia tumeumbwa kwa kusudi. Efeso 2 mstari wa 10. Ndio. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa tuliumbwa kwa kusudi tutende matendo yote mema yayotakiwa. Kozi zote ambazo zinazokuwepo ni ili kusudi uje utende tu jambo jema ambalo lililo kamili, ambalo litafaa, ambalo Mungu ameliwazia. Kwa liko kusudi kwamba Bwana anataka aone tunatenda matendo mema. Lakini pia katika Kolosai 1:16, Kolosai 1 mstari wa 16 unasema, Kolosai 1:16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo viliumbwa kwa njia aliyoiamuru Yesu, kwa njia yake, kwa design yake, kwa mtindo wake. Yaani wewe umeumbwa kwa mtindo wako. Yaani wewe ni wa tofauti, ni wa kipekee, anakufurahia ulivyo. Hata kama mtu mwingine anakupinga, anakudharau, yaani mbingu zimekukubali ulivyo. Yaani hapo lazima ujikubali. Na ndio maana utaona mimi nasema, hebu ipiga makofi, mwambie mwenzako, mimi ni original, mimi nampendeza Mungu nilivyo, mimi ni wa kipekee. Huyawezi mambo yangu, ningeyaweza wewe, basi singekuwepo ya sababu ya mimi kuwepo. Kama ungeliyaweza wewe, singekuwepo sababu ya mimi kuwepo. Lakini kuna mambo ambayo wewe siwezi mimi kwako, lakini kuna mambo ambayo huwezi kwangu. Mimi na mimi uniheshimu mahali pake. Yaani kila mmoja yuko kipekee. Tuombee upekee wetu uzidi kufunuliwa. Tuombee ili kusudi la Mungu liweze kufahamika. Lakini anasema alituumba kwa ajili yake. Kuna makusudi aliyoyapanga, kuna mipango aliyopanga ambapo mwanadamu mwingine hawezi. Ndio maana nitasema tena, hakuna aliye wewe jana, leo na hata milele. Yaani wewe ni wa kipekee. Hata kama mmekuwepo mapacha, lakini bado utawekewa upekee wako asiyeweza mwingine. Kwa sababu angeweza mwingine, isingekuwepo sababu ya Mungu kuwepo. Atafute material, atafute namna ya kukuwezesha, apate gharama, pumzi apulizie, akugharamikie, akulinde siku zote mpaka utakapokuwa umefika mahali. Gharama zote za nini kama mwenzako ndiye ameshafanya hilo jambo? Kwa nini Mungu apoteze muda? Kwa nini Mungu aone tu yani nipatapotea? Hapana, hakuna cha patapotea. Mungu hakosei. Mungu hakosei. Mungu hakosei. Kukuweka Chalinze, kukuweka mahali alipokuweka, baraka atazileta, kila kitu atakileta, utafanya, utatimiza mambo yote. Wewe uko shuleni, shule yako ni hiyo mapito yako unayoyapitia. Kila unapopitia jambo la jaribu na mambo mengine, hayo ni shule na hizo ni kozi, hicho ni chuo katika maisha yako. Fikiri Profesa Musa
amejifunza elimu yote ya Misri na kila kitu, lakini nakawa hodari katika maneno na matendo. Lakini mtu huyu anaambiwa baada ya kumaliza elimu yote ya Misri, si ni profesa tu, si ni profesa. Mshangilieni Profesa Musa, mshangilieni Profesa Musa, shangilia Profesa Musa hata kama wewe utaki. Bwana asifiwe. Alafu anaambiwa nenda kachunge kondoo. Unaingia kwenye chuo changu, yani wewe ni profesa sawa, umepata elimu sawa, unaenda mbugani, unaenda unachunga. Yani unaacha mavazi ya Kimisri, unaacha mavazi ya kifalme, chakula cha kifalme. Yani huu ni wito wa ajabu. Unaitwa kwenye kozi za Bwana. Bwana anaanza kukufundisha mpaka uje uqualify, alafu uendeshe kazi yake kwa muda wa miaka 40. Unajifunza kozi ya chuo cha miaka 40, halafu unakuja kuendesha kazi yake kwa miaka 40. Kila mwaka na kila mwaka wa kozi ni mwaka wa kuongoza. Yani hayo ni mambo ya ajabu. Na ndio maana mimi nitafika sehemu na waambiaga wanafunzi, muna miaka mingapi hapa katika chuo? Miaka mitatu. Miaka mitatu naenda kubabaisha. Haya, Musa miaka 40. Chuo cha miaka 40, mbona hakuweza kulalamika? Kwani usimalize hiyo kozi? Haya, yuko Daudi kabla hajaingia ikulu, kabla hajaingia katika ufalme, miaka 13 alipakwa upako sawa, lakini miaka 3 akajifunza utawala na mambo ya uongozi. Alikuwa na upako, lakini hajui kuongoza, hajui kutawala, hajui kusimamia. Akawa anajitoa na upako wake kwenda kusimama mbele ya Sauli, na Sauli anamuelekeza kazi mpaka alimpenda, akawa mchukuzi wa silaha, akawa bodyguard, hata akawa anaongoza majeshi ya Israeli na kuleta ushindi mkubwa. Baada ya hapo, kwa sababu wanawake waliimba, Daudi ameua 10,000 lakini Sauli 1,000. Sasa Sauli akaona kama wamempa huyu kijana 10,000, sasa sina ufalme achukue tu. Yani huyu, yani wamempa hivyo, yani afadhali nimuue. Yani akaingia kutaka kumuua mtu ambaye ana Roho Mtakatifu. Yani mtu ambaye roho wa Mungu amekuhama wewe Sauli, unamtafuta Daudi mwenye Roho Mtakatifu. Hutaweza. Daudi ana heshima, hawezi akanyosha kidole hata kwa yule ambaye amehamwa na Roho Mtakatifu. Hawezi akanyosha kidole kwa Masihi. Masihi ndiye alimpaka mafuta, lakini Masihi huyo ndiye ameruhusu, Mungu huyo ndiye ameruhusu ya kwamba apakwe mafuta. Lakini Daudi hawezi akatafuta cheo, acha cheo kimtafute, akatafuta kule maporini akiwa anachunga, ana kozi za kuchunga kondoo za baba yake. Lakini kumbe Mungu anataka aje ajichunge taifa. Mungu ana kozi nyingi, Mungu ana madarasa mengi. Toka ulipozaliwa ulianza madarasa yako. Toka ulipozaliwa, ulipokuwa unachunga kondoo, unachunga mbuzi kama zilikuwepo, unachunga ng'ombe kama zilikuwepo, ulikuwa mvuvi wa samaki, natokana kazi na mazingira uliozaliwa na wazazi wako uliwakuta wapi, ndio umekolea katika kazi hizo. Na hata kama ni ukulima, hata kama ni ufugaji, hata kama ni ufugaji wa nyuki, hata kama ni ufugaji wa vitu mbalimbali, basi hapo ndio ulianza kupata hizo kozi. Unaelekea mahali pamoja na maneno ya Bwana ambayo yapo. Liko kusudi kwa nini uko duniani, kwa nini unaishi duniani, kwa nini umeokolewa. Nasema liko kusudi la kuwepo duniani, liko kusudi la kuwa hai, liko kusudi la kuja wewe kumwabudu Mungu katika ibada hii. Kuna kitu ambacho kitakwenda kuongezeka leo, halafu kiongezeke kuliko jana. Liko kusudi la kuonekana wewe ni nani, yani uweze kumpendeza Mungu. Uonekane wakati wengine wako mahospitalini, wengine wako mahututi, wako chumba mahututi, wengine wako gerezani, wengine hawana uwezo wa ufahamu ulio nao, wengine ni viwete, wengine hawana macho, wengine hawana miguu, wengine hawana masikio, hawasikii kama wewe. Liko kusudi la kuachwa hivyo. Kwa kuna jambo ambalo inatakiwa ulielewe, ni upendo wa Mungu tu, na halafu unajimimina kwake. Bwana anakusaidia, Bwana anakuwa pamoja na wewe. Inatakiwa tumeumbwa na kusudi na kwa kusudi. Hilo nimelithibitisha hapo. Lakini pia umeumbwa ili umpende Mungu.
Umeumbwa ili umpende Mungu, na ukimpenda Mungu utajitoa kwa ajili yake, nao watakuja watafanya makao ndani yako. Umeumbwa ili umpende Mungu, uonyeshe jinsi ya kumpenda Mungu. Ibada yako iwe na ya upendo, kuishi kwako kuwe ni kwa upendo, udhihirishe upendo. Upendo hudhihirishwa kwa kujitoa. Upendo hudhihirishwa kwa kujitoa kwako. Unavyojitoa, upendo unahitaji vitendo. Upendo unahitaji namna gani ujiexpress kwamba kweli Mungu nakushukuru kwa kuniwezesha kuwepo hapa duniani. Lakini umeumbwa ili uenende ukaseme hizo habari tena kwa wengine, si wewe peke yako. Umepewa huduma ya upatanisho ndani yako, yaani wapatanishe watu na Mungu wao, uweze kuwaeleza habari za Injili. Mungu ametupatia ujumbe wa upatanisho kabisa katika Wakorintho wa pili 5 mstari wa 18 hadi 20. Ujumbe wa upatanisho, yaani kuwapatanisha. Upatanisho katika familia, upatanisho katika ofisi mbalimbali, upatanisho katika jamii. Pale inapofika jamii imechanganyikiwa, kuna mambo yameingilia ndani ya jamii, hakuna suluhisho. Wewe umeumbwa ili kusudi ulete suluhisho, uweze kushirikisha ujumbe ulio nao, uweze kusema namna gani waone jinsi ambavyo unavyompenda Mungu wako. Uwezi kumpenda Mungu bila kumpenda tena jirani yako. Uwezi kusema kwamba unampenda Mungu wakati jirani yako humpendi. Lazima uonyeshe huo upendo kwa jirani yako. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu, hatuwezi kukana hili. Baada ya katika Rumi 5 mstari wa 5 sema pendo la Mungu limekwisha kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, na kwa sababu limemiminwa tutakuwa sura ya Mungu, tutakuwa mfano wa Mungu, na sisi tutamimina kwa wengine pendo la Mungu kwa wasio na pendo la Mungu. Nasi tutamimina hili pendo, nasi tutajitoa kuwapelekea pendo la Mungu. Pendo la Kristo la tufanya tuwe na bidii kujitoa msalabani, halafu kufa badala yetu sisi, badala ya sisi kufa, basi sisi tutajitoa kwa ajili yake. Yeremia 31 mstari wa 3. Hebu soma Yeremia 31 mstari wa 3 nikiwa ninamalizia. Nataka tuweze kumuomba Mungu zaidi siku ya leo. Yeremia 31 mstari wa 3, kwamba Mungu ametupenda kwa upendo usiokoma, upendo wa milele. Mungu ni wa milele, na si ametufanya kwa milele, lakini ametupenda upendo wa milele. Karibu. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Nimekupenda kwa upendo wa milele. Mungu ametupenda kwa upendo wa milele, na ndio maana ametuvuta kwa fadhili zake. Anavyotufadhili, anatulinda, anatuwezesha, anatupa nguo zetu hazichakai, kama jinsi ambavyo kwa wana wa Israeli miaka 40 nguo hazikuchakaa, wamepita jangwani. Bwana anazidi kutuwezesha. Kionekana kama inataka kuchakaa hivi, Mungu tena analeta msaada. Unapata njia ya kuishi na kujionyesha kwamba kwa kweli uko duniani. Mimina roho yako sasa mbele za Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Hana akaona hapa mambo ya kujibizana na Penina, mambo ya kuanza tena kumlaumu mume. Kwa nini Elikana umeniletea Penina halafu ananipa uchungu? Hata kama amefunguliwa tumbo lake, hakuanza kugombana na Penina, hakuweza kugombana na mume wake, kwa sababu Torati iliwaruhusu. Kwa sababu ya upungufu wa imani wanaweza wakawa na wake wengi, zaidi ya mmoja. Kwa hiyo hata kama kituko kwamba mwenzake hapati neema ya watoto, basi anaenda na jaribu tena kuleta ambaye anayeweza kuwa na neema hiyo. Kwa hiyo Torati iliruhusu. Lakini Yesu katika Mathayo 19 alijibu lile, akasema ya kwamba Musa aliwapa ruhusa kwa Torati ile kwa sababu ya upungufu wa imani, kwa sababu ya upungufu wa imani. Lakini haikuwa hivyo toka mwanzo.
Yaani Mungu alipomuumba Adamu, alimuumba na Hawa peke yake. Hakuumba na mwingine. Hatumjui mwingine, mme na mke basi. Kwa hiyo haya mengine ni kwa sababu ya upungufu wao wa imani. Lakini haikuwa hivyo na haitaki kuendelea hivyo. Zamani zile zilikuwa za